nilipata habari ya mbunge kufuturisha watu wote. Kwa namna hiyo ni kawaida yake. Tangu ameingia kwenye uringo wa kipaji hiki, imekuwa ni ada yake kila mwaka. Lakini cha ajabu ni kwamba safari hii akaonelea kwamba watoke nje. Labda ni kipimo chake, anapima kwamba hawa wanandanganya, wananipenda au namna gani. Lakini kwa kweli limeonyesha sura nzuri. Huku ni polini, lakini wamejitolea wote, wameacha sehemu zao za kufuturu, wakamfuata Bwana Kwagilwa. Kwa namna hii ni shukurani kubwa. Tumekutanika hapa kwa ajili ya jambo adhim, jambo kubwa ambalo mbunge wetu wa jimbo hili la Handeni mjini, Mwenyezi Mungu amemtaufikisha, amejalia mpaka hivi leo watu wote wamekutana hapa kwa ajili ya kuja kufanya iftari hii. Kwa kweli nimefarajika na nimeona ni kheri kabisa juu ya jambo hili ambalo limefanyika, kwa sababu kuwaweka watu kwa pamoja, aljamaa, mkusanyiko, watu kuwakusanya, kunatokea rehema ndani yake. Juu ya jambo hili mimi kwanza nimefarajika, na pia tumefarajika wote ambao Waislamu na wasiokuwa Waislamu katika jambo hili ambalo limefanyika. Tunasema tunashukuru, na Allah atamwafikisha mbunge wetu na atamwezesha mambo mazuri na atamweka mahali pema na ataweza kumpa umri mrefu. Allah amjalie kheri. Mwezi wa kumkaribia Mwenyezi Mungu, watu tuweze kutengeneza maisha yetu ya kiroho, tumche Mwenyezi Mungu, tupendane sisi kwa sisi, tushirikiane hata kama tuna dini tofauti. Lakini miezi hii miwili sasa ya Kwaresma pamoja na Ramadhani umetuleta pamoja, na mheshimiwa tena ametuleta hapa ili tuweze apate kutufurutisha wote, wa Kristo kwa Uislamu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hili jambo alilofanya kwa leo, kwa mimi ni mara ya kwanza kushiriki katika hafla kama hii, kutukusanya viongozi wa dini, kuchukua maoni kutoka kwetu, kuangalia, kujadili mambo mbalimbali ya maendeleo. Tusiishie tu kukutana leo hivi kula futari pamoja, lakini pia kunapokuwa na mambo mbalimbali ya kujadili maendeleo ya wilaya hii ya Handeni, ni vema pia tukaitwa wachungaji, mashehe, tukakaa pamoja, tukatoa na maoni na mambo mengine, nafikiri angekuwa rahisi. Kwa siku hii ya leo tunashukuru na kumpongeza mheshimiwa mbunge wa jimbo la Handeni mjini, Mheshimiwa Ruben Kwagilwa, kwa kutuandalia iftari hii na kuwajumuisha makundi yote. Hapa kuna makundi ya madhehebu mbalimbali ya dini ya Kiislamu, lakini madhehebu mbalimbali ya dini ya Kikristo, kwa sababu tunaamini nchi yetu haina dini ila watu wake wana dini. Kwa hadhara ambayo imetayarishwa na mbunge wetu Mheshimiwa Ruben Kwagilwa, ni jambo la kushukuru kiimani, lakini pia ni jambo la kushukuru kitaifa, kwa sababu tupo katika kuungana. Tunaungana kwa ajili ya shughuli za kiimani, tunaungana kwa ajili ya shughuli za kimakazi, na hii ni fursa inatuthibitisha kwamba sisi wananchi wa wilaya ya Handeni tunazidi kuimarika siku hadi siku. Tunapata viongozi wanaotuongoza katika njia za maadili ya dini, wanatuongoza kutuelekeza katika jinsi ya kuishi na watu, na kama mnavyofahamu kwamba uongozi ni watu. Katika eneo hili la mheshimiwa mbunge wetu wa Handeni mji, ndugu yetu, kaka yetu Ruben Kwagilwa, kwa kweli kipekee nimshukuru Mungu sana kwa kumwelekeza, kwa kumpa imani. Maana yake kualika watu ni kitu kingine na imani ni jambo jingine. Na hii si mara yake ya kwanza, ni jambo ambalo amekuwa kilifanya muda wote kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza niseme jambo hili alilofanya ni kubwa sana. Ni kubwa kidunia kwa watu wanaowaongoza, lakini ni kubwa kwa Mwenyezi Mungu, ambapo kila mmoja anakuwa na imani yake, lakini imani tu ya kuitisha watu na kukaa nao. Hawa watu ninavyowaona si chini ya watu 400. Si jambo dogo, ni jambo la kuendelea kumwombea Mungu kwa kweli. Lakini kizungumza kwa upande wa kama kiongozi, tuna jambo la kujifunza. Kwa sababu si wa viongozi wote wako karibu na watu.
si viongozi wote wapo karibu na watu wanaowaongoza wala na jamii, lakini sisi kipekee kwa mbunge huyu kwa kweli amekuwa ni mtu wa karibu sana na watu kwenye matukio mbalimbali katika jamii. Kwa hii inaonyesha kwamba nchi yetu haina ubaguzi wa rangi, wa dini wala nini. Swala hili linaunganisha wananchi wa pande zote mbili na wote wamekuwa kitu kimoja. Tunamshukuru sana mbunge wetu kwa hili alilofanya, kukutanisha wananchi wake na kuwaweka pamoja katika mwezi huu wa Ramadhani kumshukuru Mungu. Hili ni jambo kubwa mno na tunamshukuru sana. Mimi natoa pongezi kubwa sana kwa mwezi huu, kwanza kutukutanisha dini zote kwa mwezi huu na kuomba dua kwa pamoja. Ni jambo la heri mbunge wetu alilolifanya, na tunamwombea Mwenyezi Mungu azidi kuendeleza kulifanya tena. Mungu atujalie na tuweze kupata maisha marefu, kwa sababu sio jambo dogo. Kwanza lina muunganisho wa dini zote, halina ubaguzi. Karibuni sana. Karibuni sana kwangu hapa nyumbani. Kila mwaka tumekuwa na utaratibu huu kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Angalau huwa natafuta siku moja, 2 au 3 kukutana na makundi kadhaa ndani ya jamii. Lakini huwa napenda kufanya iftar, chakula cha pamoja, iftari, ambapo tunakusanyika wanahandeni wote lakini kwa uwakilishi. Kimsingi hapa leo hapa nyumbani nimetembelewa na makundi yote kwa uwakilishi. Tunao viongozi wetu wa dini, mashehe wetu kutoka kata zote na mitaa yote, wapo hapa karibia 95. Lakini tunao wachungaji, maaskofu, wainjilisti wapo hapa karibia 50, kwa maana ya wote kabisa ndani ya jimbo letu la Handeni mjini kutoka kata zote 12 na makanisa yote, kama ambavyo mashehe wamekuja na maimamu kutoka misikiti yote na madrasa zote zilizopo kwenye jimbo letu hili. Lakini hapa kama unavyoona wapo wananchi wa kawaida ambao wamewakilishwa na mabarozi. Kwa kimsingi hapa tumejaribu kukutana wanahandeni wote lakini kwa uwakilishi. Ipo kamati ya ulinzi na usalama hapa inayoongozwa na Mheshimiwa DC, wapo hapa. Lakini yupo mkurugenzi wetu wa halmashauri na timu yake, wapo hapa. Watendaji wote wa kata zetu zote 12 wapo hapa. Lakini mpo na nyie waandishi wa habari. Kwa hiyo tumejumuika kwa pamoja kwa kweli, na huu ni utamaduni wetu tunaofanya kila mwaka. Baada ya mfungo huu, kwa maana sikukuu za Eid na za Pasaka, tunawatakia Waislamu na Wakristo sikukuu njema. Wakasherekee kwa amani lakini kwa furaha, tukafurahi pamoja. Na mimi mbunge wao mara nyingi huwa tunajumuika nao kwenye sikukuu hizo katika namna ambayo sisi tumeizoea, kama ambavyo tu unaona hapa kwenye iftari hii.